Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Asubuhi ya leo na kusalimu. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Pastor Charles, nimeokoka, Kristo Yesu ni Bwana. Basi asubuhi ya leo nimekuja na kifungu cha Biblia nikutie moyo, nikwambia ya kwamba chochote ambacho shetani alichoiba, chochote ambacho shetani alichochukua chako, Mungu anaenda kukirejesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote ambacho adui alikuja akakunyang'anya, basi Jehova amekuja asubuhi ya leo akurejeshe mali yako, akurejeshe ndoa yako, akurejeshe biashara yako, akurejeshe na afya yako mpendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia katika kitabu cha Yoeli 2 mlango wa 25, maandiko inasema ya kwamba nami nitawarudishia hiyo miaka yenu iliyoliwa na nzige na parare na mandumandu na tunutu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nami nitawarejeshea miaka yenu, ama miaka iliyoliwa na nzige na parare na mandumandu na tunutu, jeshi langu kubwa nililowatuma kati yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huenda ikawa maisha yako ama afya yako imekuwa ni magonjwa saa yote. Shetani amekuibia nini? Afya. Jehova amekuja asubuhi ya leo anasema ya kwamba atakurudishia miaka iliyoliwa na nzige, atakurudishia miaka iliyoliwa na mandumandu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nani asiyejua mandumandu? Ni nani asiyejua nzige? Bwana Yesu asifiwe sana. Nzige ikiingia mahali mpendo, kama ni shambani, basi inakula kila kilicho shambani, inabakisha miti ikiwa imesimama kama haina majani. Sasa huenda ikawa shetani labda amekuibia afya, huenda ikawa shetani amekuibia ndoa yako. Umehangaika kwa muda mrefu, ndoa haina amani. Huenda ikawa ni pale katika jamii hauna amani, lakini Jehova asubuhi ya leo amesema ya kwamba atakurudishia miaka iliyoliwa na nzige. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Wengine wetu wameibiwa hata biashara zao. Ulikuwa umefungua biashara ikawa inafanya vizuri, pakaja mtu akanena maneno, labda ulimuuzia kitu, kumbe zile pesa alikuwa amezinenea, na baada ya kushika pesa hizo biashara yako ikavurugika, biashara yako ikaharibika. Lakini nimekuja nikwambia kwamba katika kitabu cha Yoeli 2 mlango wa 25, maandiko inasema ya kwamba nitawarejeshea miaka iliyoliwa na nzige, miaka iliyoliwa na mandumandu, miaka iliyoliwa na tunutu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo haijalishi ni nini shetani alichoiba kutoka katika maisha yako, lakini Jehova anasema ya kwamba atarejesha miaka iliyoliwa na nzige. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana litukuzwe. Mpendwa, ukiangalia parare na mandumandu huwa hatembei mmoja mmoja, wanatembea kwa wingi. Ndivyo Jehova anasema ametuma jeshi lake kubwa kukurejeshea kilichoibiwa na mwovu. Jina la Bwana lipewe sifa. Jehova ametuma jeshi, maana anasema ametuma jeshi kubwa kati yenu. Bwana asifiwe. Ametuma jeshi. Kwa hivyo wewe usiwe na wasiwasi. Huenda ikawa shetani amekutesa muda mrefu, huenda ikawa shetani amekuibia amani, lakini Jehova ameahidi anaenda kurejesha kile kilicholiwa na nzige, kile kilicholiwa na mandumandu, kile kilicholiwa na parare, kile kilicholiwa na mwovu ibilisi. Jehova ameahidi kukirejesha asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Wengine wetu tunaishi maisha ambayo si yetu sisi, yanayostahili sisi kuishi, lakini kwa sababu shetani aliiba kile ambacho kilichokuwa chako, ndio maana unaishi maisha ambayo si yako. Lakini asubuhi ya leo Jehova anasema anakurejeshea maisha
yaliyoliwa na nzige. Jina la Bwana lipewe sifa. Anakurejeshea. Sasa mpendwa, ni ujitayarishe, kwa sababu Jehova anakuja kurejesha chochote ambacho shetani alichoiba. Anakuja kurejesha chochote ambacho shetani alikunyang'anya. Maana anasema ametuma jeshi lake kubwa. Bwana asifiwe. Ametuma jeshi. Jina la Bwana litukuzwe. Ametuma jeshi. Praise the name of the living God. Kwa hivyo mpendwa, nimekuja nikutie moyo asubuhi ya leo, nikuambia ya kwamba haijalishi ni mambo mangapi umepitia, haijalishi ni nini hicho ambacho unapitia katika maisha. Huenda ikawa labda umefikia mahali unasikia umevunjika moyo, hata kukata tamaa, lakini asubuhi ya leo nimekuja nikutie moyo, nikwambie katika kitabu cha Yoeli 2 mlango wa 25 maandiko yanatuambia ya kwamba anakuja kuturejeshea. Jehova anakuja kuturejeshea. Haijalishi shetani aliiba nini, haijalishi shetani alikunyang'anya nini, lakini asubuhi ya leo Jehova aliye mbinguni amesikia kilio chako, na ndipo anasema ya kwamba amekuja kukurejeshea miaka iliyoliwa na nzige. Bwana Yesu asifiwe sana. Huenda ikawa ndoa yako ndio nzige waliokula. Huenda ikawa ni biashara yako nzige walikula. Huenda ikawa ni jamii yako imeliwa na nini, na mandumandu. Lakini Mungu asubuhi ya leo anasema amekuja kukurejeshea. Amekuja kukurejeshea. Amini mpendwa. Amini. Amekuja kukurejeshea. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana litukuzwe. Huenda ikawa ni watoto waliofanya nini, walioliwa na mandumandu, walioliwa na nzige. Mpendwa, watoto, umezaa watoto lakini hauna amani. Hausikii wewe kama mzazi kwamba una watoto, maana watoto wamekuwa ni vichwa ngumu, hawasikii. Lakini Jehova amesema katika kitabu cha Yoeli 2 mlango wa 25, my God, nitawalipa kwa ajili ya miaka iliyoliwa na nzige, parare, mandumandu na tunutu, jeshi langu kubwa ambalo nililolituma katikati yenu. Mpendwa, unaogopa nini? Kama jeshi limetumwa katikati yetu, ni lipi sisi tutakaloogopa? Ni kipi tutakachokiogopa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama jeshi limetumwa na Jehova lipo katikati yetu, ni kipi tutakachokiogopa? Ni nini tutakachoogopa mpendwa? Hatuna cha kuogopa, kwa sababu jeshi lilotumwa na Jehova lipo katikati yetu. Nimekuja nikutie moyo, nikwambie mpendwa, haijalishi ni nini shetani alichoiba, haijalishi ni nini mandumandu walikula, haijalishi ni nini nzige walikula, haijalishi ni nini tunutu walichokula, lakini Jehova amesema ya kwamba ni wakati na majira anaenda kurejesha kile kilicholiwa na nzige, kile kilicholiwa na mandumandu, kile kilicholiwa na tunutu, kile kilicholiwa na nini. My God. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaenda kukurejeshea, anaenda kurejesha. Tusiwe na wasiwasi, maana ametuma jeshi kubwa likatuzingira. Kwa hivyo hatuogopi kamwe, hatuna hofu tena, maana Jehova anaenda kurejesha. Jehova anaenda kurejesha mpendo. Kwa hivyo amini Mungu. Huenda ikawa ni kazi yako mandumandu alikula, huenda ikawa ni afya mpendwa, amini, anaenda kurejesha, anaenda kukurejeshea. Maisha yako inaenda kubadilika, inaenda kuwa mapya, maana tayari yale yaliyoliwa na nzige Bwana anaenda kuyarejesha. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu akaweze kutusaidia sana. Mungu akaweze kutusaidia sana mpendwa. Mungu akatusaidie. Maana ninaona kurejeshwa kwa maisha ya mtu upya. Ninaona kurejeshewa afya. My God. Mungu awabariki.